Yaani kama wewe. Fresh ni Wewe fresh na Katoto kaka kwa. Katoto kafanyaje? Wewe fresh na nini? Sasa kutoka kwenye ujaji. Dunia. Unatukosea. Unatukosea. Kumbe unakuwa unajua usitoondoke. Nimeshakwambia. Naomba unisikilize kama mama yako. Naomba nisikilize kama nani? Jamani wewe mtoto nitakupiga. Lakini ni nini? Nimekwambia nataka nisikilize. Sitaki. Unasemaje? Utaniambia nini? Unasemaje wewe? Niache. Asante. Asante. Mama nimetoka. Asante. Yaani kama wewe. Fresh ni Wewe fresh na Katoto kaka kwa. Katoto kafanyaje? Wewe fresh na nini? Sasa kutoka kwenye ujaji. Dunia. Unatukosea. Unatukosea. Kumbe unakuwa unajua usitoondoke. Katoto jamani kamenitia. Yaani kamenini. Yaani yule mtoto alikia. Usiwi kwenye ujaji. Tunakusikiliza. Fanya chochote. Catherine alafu na Amina pale. Unataka Ethiopia sema ndio makofi. Amina mama, Catherine mtoto. Hebu toa kelele, unanichanganya mimi jamani. Unanivuruga akili yangu. Chini ya miguu yako. Acha kupiga kelele jamani. Kishikali. Tafuta kazi ya kufanya jamani. Hiyo sio kazi ya kufanya. Kwa jina la Yesu. Hebu toka hapo bwana, tafuta kazi. Niache bwana. Unanivuruga hebu tafuta kitu cha kufanya niache. Rudi pale uliposema. Rudi kule. Naomba wewe walichofanya umekiona. Fanya kwa uwezo wako. Na wewe fanya kama alivyofanya huyu. Yaani kwa uwezo wako wewe sasa. Mlokole wewe. Mlokole wewe, unataka kero. Kamera zinawaangalieni msile kule. Sawa? Nataka sauti ya mtu aje. Baba, nikuja mbele zako na mtoto wangu huyu. Naomba unisaidie kwa kila jambo. Naomba umuonekanie kwa kila jambo. Bwana Yesu, naomba utoe pepo kutoka kwa ndani mwake. Naomba mchawi yoyote anayoingilia nyumba ya Yesu. Naomba kwa jina la Yesu mimi. Bwana Yesu, naomba utoe. Bwana Yesu, kamera ziko wapi? Msanii ni kutoa mgongo. Ungetoa mgongo msikie tuona siku ya Kombolela hata siku. Sawa. Fanyeni vitu vyenu vyote, yani kamera zipo huko. Hata usiende kwenye hiyo ubango wewe, tunataka kamera. Yani unayemuomba naye yuko huko. Yani unayemuomba yuko sebleni. Umeelewa? Kamera ni wewe na ni sisi tu. Tunashirikiana na sisi huko tuko sebleni. Sisi tunakutazama wewe. Sawa? Kwa hiyo tunataka sije tukavirusha afu kaona maskini wangu kweli kwa hiyo onekana. Sawa? Kwa hiyo kicheza chezeni sana eneo hilo, ondoeni hofu, mko vizuri, uweni happy, lakini msanii kikubwa ni sauti. Haya. Tunaenda part ya pili. Nyie ni mashoga marafiki sana. Unaona Sasa mnakuaga ikifika ile mida yenu, ile mida ya wanga usiku, jioni. Sasa mnajipodoa, mnaenda kutafuta mambo. Kwa maana nyie ni wadada tu wa mtaani. Sawa. Sasa dili la jana limebuma. Sasa mnataka mbadilishe kiwanja. Tunataka tuone zile reaction zenu. Jana fulani mnatumia kiwanja hiki cha Kisuma. Sasa mnataka kwenda kiwanja kingine cha wapi? Kitambaa cheupe. Sasa nataka tuone natokaje mipango yenu ile. Stand by. Tunarudia tena. Kamera iko wapi? Action. Shoga yangu. Uko Kismagala leo jana kufai. Hebu tuendeni huko. Kigamboni. Naona uko nasikia kuna vitu hatari. Kichwa kimoja 30 shoga yangu. Hebu tuende huko. Shoga, kuna madereva huko ndugu yangu. Wamejaa hivi. Shoga, shotani 30 ndugu yangu. Huko. Kwa hiyo lazima hivi ndugu yangu twende huko.
nauli una Bolt 5,000 tu tunafika shoga yangu. Shoga yangu. Poa. Poa. Ndio. Mshiriki namba ngapi? 21. Hapo mwingine? Naitwa Zainabu, mshiriki namba 19. Binafsi natamani nifahamu kwamba siku ya leo ulikuwa una malengo gani kabla hatujaanza kuzungumzia kile ambacho kimetokea ndani? Sijakuelewa. Malengo. Ulikuwa unakusudia nini siku ya leo? Nilikuwa nakusudia ni mengi. Kwanza nilikuwa na uoga. Sijajua nilichokuwa naenda kukutana nacho. Nilichokifikiria kwenye akili yangu kama nitakutana nacho humo ndani sicho nilichokitegemea. Ni kitu kingine tofauti. Kwa hiyo ulitarajia kukutana na nini? Labda niliambiwa nikalie, yani ndio nilichokuwa nakifikiria, labda nitaambiwa tulia, lakini nilichokitegemea mimi sicho kabisa, na nilichokuja kuambiwa ni tofauti na vitu viwili tofauti. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, majaji wamenisikiliza, wamenielewa, walichoniambia nifanye nimekifanya. Inshallah nasubiria majibu yao yatakavyotoka. Nimepita, tamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijapita, inshallah siku nyingine pia nitapita. Sawa, mshiriki namba 19, kile ambacho umekutana nacho ndani ulikuwa unakitarajia kile? Hapana. Uliwishi ungekutana na nini? Yaani nilihisi nitakutana na vitu ni vitu vingine ambavyo mimi mwenyewe sijavi. Yaani ni vitu ambavyo nilivyovitarajia sivyo. Nimekutana na kitu kingine ni chenye utofauti ambacho sijawahi kuwaza kama nitaambiwa nifanye hivyo. Lakini kiufupi kabla kujaba wewe ni msanii? Nilishawahi kuigiza zamani lakini muda mrefu sijaigiza. Na wewe ni msanii kabla kujaba? Niliwahi ila hatukuweza kuzitoa kwa sababu upungufu wa pesa. Director ilimshinda. Kwa hiyo hatukuweza kuzitolea cancel pale pale. Sawa. Kwa upande wako ikitokea leo ukapata nafasi ya kujiunga na Siwa Entertainment, utahisi ulikuwa unastahili kwa kile ambacho umekionyesha ndani? Nastahili. Tena nitamshukuru Mwenyezi Mungu. Na ikitokea ukakosa? Nikikosa nitamshukuru Mungu. Nitamshukuru Mwenyezi Mungu ila nahisi hatutatengana, labda sio tutaendelea kufanya vitu baadhi ya vitu. Na matumaini ya kushinda kwa kile ambacho umekifanya ndani? Tashinda. Ndio. Mungu yupo. Mungu yupo. Kama nilikuwa nakuona kama vile unabwabwaja hivi maneno ya kutoka. Nilijitahidi kwa uwezo wangu. Mungu hapo aliponifikishia nilijitahidi. Unajua ukiingia pale ndani kuna ule uoga. Kwanza kukutana na yale maswali lazima moyo uende mbio. Lakini baada ya yale maswali kwanza unaambiwa tuliza jazba. Ukishatuliza jazba yote yanawezekana. Na ukiwa umetoka nyumbani umeshamuomba Mwenyezi Mungu, ukaingia pale ndani ukamuomba Mungu, kila jambo linaonekana na linatimia. Na kwa sababu majaji wenyewe wametuona, tunasubiria majibu tu yatakavyotoka. Tumepita, inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia. Hatujapita, inshallah Mwenyezi Mungu pia tunamshukuru. Jaji gani ambaye hujatarajia kumuona afu umemwona alafu ukasema akinijaji mtu fulani na sidhani kama naweza nikapita? Tuseme ni wote. Sikutarajia au nilowakuta kama nitawakuta. Ni wote. Kama ikitokea ukakosa unahisi nani ambaye amesema yule afai kwenye wale majaji wote waliokuwa pale? No comment. Kati ya majaji wote wale yupi ambaye unamfurahia kuliko wote ambaye unaamini kama ikitokea ukapita yule ndiye amekupitisha? Wawili mmoja. Wote wawili. Jamani, kwanza namshukuru Dasiwa. Ni mtu ambaye alikuwa ananitia moyo kunipigia simu. Yaani katika mtu ambaye nambari 1 alikuwa ni Dasiwa. Kwa kila jambo yani ndogo wangu mmoja ameruhusiwa na hofu sio na nini. Kila jambo wakati wa kuniweka kwenye group, wakati wa kunifanya interview mpaka nimeenda sehemu ambapo performance zilipokuepo nimempigia akaenda kunielekeza fanya hivi. Yaani Dasiwa ndo mtu ambaye muhimu kwanza, mtu wa kwanza. Mwingine pia namshukuru dada Mwadawa kwa maoni yake alivyotoa, alivyokuwa anatuambia, yani namshukuru. Yani katika hao wote nawashukuru kwa kweli jamani. Ilikuwa ni rahisi kwako kucheza ile character ya mdada ambao wanajiuza? Ilikuwa sio rahisi. Ulishawahi kufanya hiko kitu? Sijawahi kufanya. Wakati tunapewa nini kilikuingia? Sasa ndo kazi yangu sasa hiyo. Lazima ni uvae uhusika. Lazima ni uvae uhusika kwa kweli. Mimi nataka kila live subiri matokeo. Asante na pia.